Habari za asubuhi mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo, karibu katika Watanzania tuongee magazeti, ikiwa ni siku ya Ijumaa Agosti 28 mwaka 2015. Jina langu naitwa Neema Ndeto, na kwa kwanza tunaanza kwa kulitazama gazeti la Mwananchi ambapo ukurasa wa kwanza limeandika kimeeleweka, ukawa ruksa kuzindua kampeni Jangwani kesho, Lowassa sema wanawake nguzo ya mabadiliko. Na pia kuna habari nyingine nasema familia ya watu 9 yateketea kwa moto. Kigaila wa Chadema amkatia rufaa Mavunde Neki. Kipindupindu cha piga hodi mkoa wa Pwani, miongoni mwa habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili. Katika kurasa za ndani kuna habari ambayo inatokea ukurasa wa kwanza, inasema Lowassa sema wanawake nguzo ya mabadiliko. Mgombea urais wa Ukawa Edward Lowassa amesema mabadiliko katika taifa hili ni jambo la lazima na linalohitaji nguvu ya wanawake ili kufanikisha kwa maendeleo ya Watanzania wote. Lowassa alisema hayo jana kwenye mkutano wa uzinduzi wa kampeni za wanawake ulioandaliwa na baraza la wanawake wa Chadema Bawacha, na kutumia nafasi hiyo kuwaomba kura kwa wanawake na kuwataka wamtafutie kura kwa watu wengine. Ambapo katika ukurasa wa pili kuna habari pia inatokea ukurasa wa kwanza, inasema familia yateketea ikiwa imeshikana chumbani. Watu 9 wa familia moja wameteketea kwa moto baada ya nyumba yao kuungua usiku wa kuamkia jana jijini Dar es Salaam, huku mashuhuda wakisema walikuta miili yao ikiwa imeshikana. Juhudi za kuokoa watu hao waliofariki dunia wakiwa kwenye moja ya vyumba vya nyumba hiyo namba 40 iliyoko katika mtaa wa Ulani, Buguruni, Malapa, wilayani Ilala zilishindikana kwa chanzo cha moto huo hakikujulikana, ingawa mashuhuda wanasema mtungi wa gesi ulilipuka baada ya moto kuwaka kwa muda mrefu. Kipindupindu cha ingia Pwani. Baada ya shambulia mikoa ya Dar es Salaam na Morogoro, ugonjwa wa kipindupindu sasa umepiga hodi katika mkoa wa Pwani na tayari watu 9 wameonekana kuwa na dalili za ugonjwa huo. Hali hiyo imeulazimu uongozi wa idara ya afya mkoani Pwani kutenga maeneo ya kuwalaza kwa ajili ya vipimo na tiba, huko katika mkoa wa Dar es Salaam ugonjwa huo umewakumba watu 348 na vifo 10. Juzi mkoa wa Morogoro uliripotiwa kuwa na wagonjwa 32 huku mmoja akiwa tayari amepoteza maisha. Na pia kuna habari nyingine inayosema Magufuli asema msikimbie mabadiliko ya uongozi. Mgombea urais wa tiketi ya CCM Dr. John Magufuli amewashauri wa Tanzania kutoharakisha kutaka mabadiliko na mapinduzi yasiyo na mipango, kwa kuwa baadhi ya nchi zilizofanya hivyo sasa zinajutia uamuzi wao. Ni katika gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mtanzania Fikra Kinifu ukurasa wa kwanza limeandika Ukawa kimeeleweka, na pia kuna habari nyingine nasema Dr. Magufuli, nchi inahitaji mabadiliko. Katika kurasa za ndani za gazeti hili pia kuna habari ambayo inasema wanasheria wavalia njuga Masha kunyimwa dhamana. Chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS kimelaani kitendo cha mwanachama wake ambaye amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Lawrence Masha kunyimwa dhamana mahakamani. Katika taarifa yake iliyotolewa jana na vyombo vya habari, imesema mahakama imekuwa na tabia ya kunyima watu haki yao hiyo kwa kisingizio cha kuhakikisha nyaraka za dhamana. Na pia kuna habari inasema waliojiandikisha zaidi ya mara moja kikangoni. Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imesema majina ya watu waliojiandikisha zaidi ya mara moja katika daftari la wapiga kura yamekabidhiwa kwa vyombo vya dola ili taratibu za kisheria zifuatwe, ikiwemo kuwapeleka mahakamani. Akizungumza katika kituo cha uchakatuaji maandalizi wa vitambulisho vya wapiga kura jijini Dar es Salaam jana, mkurugenzi wa uchaguzi wa NEC Ramadhani Kailima alisema sheria inawataka watakaotiwa hatiani kutumikia kifungo au kulipa faini. Na pia kuna habari nyingine nasema mbunge amlilia Samia kuondoka kwa Lowassa. Aliyekuwa mbunge wa Longido Michael Lekule Laiza ameweleza mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan kwamba kitendo cha waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa kuhama chama hicho kimewagawa wananchi wa jimbo hilo. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika kata ya Namanga mkoani Arusha, Laiza alisema baada ya jina la Lowassa kuinguliwa kwenye wagombea wa CCM na kuamua kuhamia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baadhi ya wananchi wamemfuata kwenye chama hicho licha ya kujaribu kuelimisha sababu zilizofanya kada huyo ainguliwe. Ni katika gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu. Gazeti la Majira lenyewe limeandika ukurasa wa kwanza
Lowassa asema wana CCM msiogope, kesho kuzindua kampeni zao Jangwani. Mafisadi wameanza kukimbia, ni kauli ya Dr. Magufuli. Katika kurasa za ndani za gazeti hili kuna habari ambayo inasema mafisadi wameanza kukimbia. Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Magufuli amesema tangu ateuliwa kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano, wala rushwa na mafisadi wameanza kukimbia kwa sababu wanajua na akiingia Ikulu hakutapona na vitendo hivyo vitabaki kuwa historia. Lowassa naye asema wana CCM msiogope. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anayewakilisha vyama vinne vinavyounda Ukawa, Bwana Edward Lowassa amewataka wanachama waliobaki CCM lakini wanahitaji mabadiliko wasiogope kuondoka CCM na kuingia upinzani ili kuikomboa Tanzania. Huku katika ukurasa wa pili wa gazeti hili kuna habari ambayo inasema Lowassa Magufuli kuwekwa kiti moto katika mdahalo. Wagombea urais Jamhuri ya Muungano akiwemo Bwana Edward Lowassa kwa tiketi ya Chadema kupitia vyama vinavyounda Ukawa na Dr. John Magufuli wa CCM wanatarajia kukutana uso kwa uso kwenye mdahalo uliopewa jina la Mkiki. Mshauri mwandamizi wa mawasiliano Risha Chande kutoka taasisi isiyo ya kiserikali ya Twaweza alisema mdahalo huo umeandaliwa na asasi hiyo na utafanyika Oktoba 18 mwaka huu. Ni katika gazeti la Majira. Gazeti la Uhuru lenyewe limeandika kimelipuka kafu, hatima ya Maalim Seif sasa shakani, Dr. Slaa kulamba matapishi yake. Ni katika gazeti la Uhuru kweli daima. Huku katika kurasa za ndani za gazeti hili kukiwa na habari inayosema NEC yafafanua kukataliwa Ukawa Jangwani. Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imesema ni sahihi kwa Chadema kukataliwa kufanya uzinduzi wa kampeni katika uwanja wa Jangwani kwa kuwa hawakutimiza matakwa ya kisheria. Na pia kuna habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili inasema wananchi wakumbuka wasichana waliotekwa. Raia wa Nigeria wameandamana kwa ajili ya kuadhimisha siku 500 tokea wasichana wa shule ya Chibok waliotekwa nyara na waasi wa Boko Haram. Wasichana 219 walitekwa nyara na wanamgambo hao wakiwa shuleni mwao kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Makundi ya wanaume yalikusanyika katika mji mkuu wa Nigeria wakiandamana wakiwa wamevalia mavazi mekundu kama njia ya kuwakumbuka wasichana hao waliotekwa na Boko Haram. Na pia kuna habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 9 gazeti hili inasema polisi yatahadharisha. Jeshi la polisi limetahadharisha umma juu ya kuwepo kwa mtandao wa matapeli wanaotumia jina la jeshi hilo katika utoaji ajira kwa njia ya udanganyifu.